Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Naam, shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi huu ambao utajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako wa leo. Nitasaidiwa mitamboni na Merci Mbelechi, na kualika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Nasema karibu. Msikilizaji, kabla kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, fursa unayo ya kuweza kupata habari muhimu ambazo za leo zitaletwa kwenu na Bibu Constantine Aldama. Ligani Dabikur. Tunashukuru Mwenyezi Mola, tunaendelea vizuri. Na labda ni kipi ambacho umeandalia wasikilizaji kwa siku ya leo? Ndio Safari Alimasi, kwenye habari muhimu tutaanzia kwanza huko Kilembwe. Shirika la rahia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi limelaani vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa nao baadhi ya wazalendo kwa rahia wasio na hatia katika eneo hilo na kuomba viongozi wao kuingilia kati swala hilo. Na huko Ruchuru, walimu wa shule za primari na sekondari za serikali katika jimbo ndogo la kielimu la Ruchuru ya pili wamesema kuwa hawatorudi mashuleni wakati wa kufungua shule mwezi wa 9 endapo hawatolipwa mishahara yao ya miezi 6 na serikali ya DRC. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja zaidi ya watu 1000 wameuawa na wanamgambo wa IDF tarafani Lubero. Ni hayo tu kama habari muhimu. Safari ya Alimasi. Ni kushukuru Bibu Constantine Aldama kwa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Muungano wa waandishi wa habari tarafani Fizi na mji wa Baraka RESFI umetangaza rasmi kuunga mkono kampeni ya Vrai ou Faux, ima ukweli au uongo, inayoendeshwa na shirika la Benevolencia kupitia vyombo vya habari upande wa mashariki mwa DRC. Uhakikisho ni wake Bwana Jonas Seba Mkiabela, mratibu wa RESFI tarafani Fizi na mji wa Baraka, ambaye ameonyesha hapa sababu zilizopelekea wao kama RESFI kuunga mkono kampeni hiyo ya ukweli au uongo. Sisi kama vile muungano wa wapasha habari katika mji wa Baraka tarafa la Fizi, kwa kifupi RESFI, tunatangaza rasmi kuunga mkono kampeni Faux ou Vrai, yaani kweli au hapana, ya shirika la Benevolencia Grand Lac ambalo wameanzisha hapa mashariki mwa Kongo. Shabaha mbili muhimu ambazo zimetuma sisi RESFI tuunge mkono kampeni hiyo ni kwamba kwanza, imekuja wakati mwafaka ambapo maeneo ambayo tunatumikia kazi tarafa la Fizi na mji wa Baraka linakumbwa na misukosuko ya machafuko ya hali ya vita, usalama mdogo, na watu wanakwenda kwenye mitandao kuchochea ujumbe wa chuki na kuleta habari ambazo hasina msingi wote na zinapotosha raia, zinapotosha watu wengi. Ndio maana kampeni hii ya Vrai ou Faux, ndio au hapana, inaomba tuifanyie kazi. Tunaiunga mkono, tunaisapoti 100%, na tuko nyuma ya la Benevolencia Grand Lac kuleta na sisi mchango wetu ili kwamba watu watoke katika hali hiyo ya kuwa mabingwa wa kusambaza habari za chuki na za uongo kwenye mitandao. Habari hizo zinachangia kwa kiasi kubwa sana kuharibu uhusiano katikati ya watu na kutokufanya amani iendelee mbele. Na shabaha ya pili ambayo imetuma sisi tuunge mkono kampeni hii ya Vrai ou Faux ya Benevolencia ni kwamba imekuja pia wakati mzuri ambapo sisi kwa niaba ya RESFI kuna ngambo yetu na sisi tumeanzisha hiyo kampeni ambayo inaitwa Tujenge Amani, Bâtissons la Paix, tujenge amani. Sababu amani ni sawa vile mradi mkubwa ambao mtu anataka kujenga nyumba, huwa anaangaa vitu vingi tangu chini hadi juu. Kwa hiyo nyumba yote kama vile uyoga tu hapana. Ni vema kae chini, tuhamasishe watu kupitia vyombo vyetu vya habari namna wataweza kujenga amani na kuidumisha ili kuokoa uhusiano bora katikati ya watu ambao wanasuasua na kulegalega wakati huu katika maeneo mengi ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Naita wapasha habari, naita vyombo vya habari, mamedia zetu, maradio traditionnel, mamedia en ligne, ma TV en ligne ambao wanatufuata, ambao tunatumika nao kwa niaba ya RESFI, kujihusisha, kujiapproprier kampeni
ya benevolencia vrai ou faux, kuikamata kama vile yao, sababu vyombo vyetu vya habari lazima vitende kazi wakati huu kuhamasisha watu kuishi kwa amani na kwa ushirikiano bora. Kwetu REGIFI tunafurahia, naamini kwamba tutafanya kazi. Tutakuwa na vipindi na sisi maalum katika mpango wa Bâtissons la Paix tujenge amani, ambao utahusika kuhamasisha watu vile tunaweza ongea sisi kwa sisi, hata kwenye media, hata kwenye vipindi mbalimbali kwa masport educatif, na tuokoe usalama mdogo, tuokoe ushirikiano ambao bila huo hatuwezi kufikia amani. Na huko Kilembwe ni kwamba shirika la raia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi limelaani vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa na baadhi ya wazalendo kwa raia wasio na hatia katika eneo hilo na kuomba viongozi wao kuingilia kati swala hilo. Udhibitisho ni wa Kiaberi Sumbi Abdul, mratibu wa shirika jipya la raia ndisi Chumvi ya Kongo katika sekta ya Lulenge, ambaye ameonyesha hapa baadhi ya vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa na wazalendo. Kundi ambacho kinaongozwa na girls kinachoishi Maindombe kilikuja funga mtu mmoja Mapanda ya Takarama, mtu anaitwa kwa jina la Kongo, lakini yeye hayupo, anasafiri. Wakati walifika pale wakamkuta yupo, kaordone kukamata mbuzi 2 na nguruwe wakaipiga masasi. Hatua hiyo ilitisha sana. Mbuzi wakabeba na nguruwe wakabeba, hatua ilitisha sana. Hali hiyo kama sisi shirika la raia inaleta huzuni sana, sababu mwarumi nasema mtu kapiga nguruwe, kapiga ufuku, unaua mtu direct. Vitendo hivyo vitamalizika lini? Gisi tunapata mafasirio, ule mzee Kobongo alikuwa na deni kama ya kijana mmoja, kama ni anani sijajua fahamu jina la huyo mtu. Wakati ule bwana alienda staki kwenye kuwa wazalendo wa girls, wakatuma vikosi waje wakamkamate. Sasa wakakuta Kobongo hayuko, ndio anageuza sasa sema Kobongo aliwakimbia, wakaanza kamata hiyo mifugo na kupiga hiyo nguruwe masasi. Na girls mwenyewe nasikia yuko Maindombe, wazalendo wale wa groupe de jeunes walitokea Maindombe, na yeye mwenyewe nasikia yuko Maindombe. Haki ripoti zote zinaenda kwenye kuwa yeye. Unaona watu askari wenye kufunzwa na hawa ambao tunawatukani huko tofauti sana, sababu hata wale watu walikuwa wanasema si kila mtu ashikae silaha anayoita mwanajeshi. Mwanajeshi ni mtu aliye chini ya kanuni ya raia na anapashwa linda raia na mali yake yote, lakini hawa sasa wanaanza uwa mifugo ya raia na mifugo ya raia ndio mali yao. Hao ni kama ni magumu sana, kwa mbali na kuwa hata mtu mwenyewe yuko pana. Ripoti zote ambazo wanazifanya yeye mwenyewe anazisikiaga, yeye mwenyewe anapewa hizo ripoti. Mwisho huyo ameomba kwa viongozi wa wazalendo kubadili wazalendo walioko eneo hilo kwa ajili ya usalama wa raia. Tunajitisha sana komisio ambayo ilipangwa kutoka huko juu, ngazi za juu kuja na vunja bariere zimoja ziondoshwe, hata huko Lulenge wafike waondoshe bariere zimoja. Na ndio maana kila mara tuko nalamika kwa wakuu viongozi wa groupe de jeunes, CNPCC, autodefense. Mtu mmoja kama anaonekana sema hatumiki vizuri, ni lazima agombolewe apeleke fasi zingine, ungine aje pengine anaweza akanyorosha eneo, kwa sababu hiyo hali ni hali ya kutisha sana, na ni hali ambao raia wanaogopa sana, wanatishwa sana, wanapigwa sana. Hali hizo sio nzuri kabisa. Jeshi la taifa alipo ndani ya sekta yote ya Lulenge, jeshi la serikali alipo kabisa. Tuko sous dependance ya wazalendo tu, na wazalendo wanatofautiana. Kuna wazalendo wa CNPCC mwenye kuongozwa na mzee William ya Kutumba, au wananyooka wako ndani ya groupement ya Wasombo, au wananyooka kabisa, wakikufunga kuwe sababu hawezi wakakunyanyasi, hawezi kufanya kingine. Lakini hawa wengine wenye kuwa ndani ya hizi zingine groupement, auto defense, banani ba girls ba groupe de jeunes, surtout wa groupe de jeunes wanaongozwa na girls. Vurugo zao ziko nyingi sana, vurugo zao zinapita mipaka kabisa. Waskari wapo hivi, raia inaanza lia tena. Waskari wangirudi kuliko ni kuishi nao, waskari wangirudi ingekuwa ya maana, pengine wa raia wanaweza kuwa na amani. Waskari hawakuwa na kamata kila neno lolote kabisa kufunga watu. Waskari walikuwa wafuata mambo yao ile wa silaha na wengine na mingineo ile kuwahusu, lakini hawa wanapita mipaka. Na hivi sasa ni muda wa habari za michezo na Omar Makelelo.
Na barabara kabisa mwenzangu Safari Alimasi Dilwe. Leo katika habari za michezo kama kawaida, mgongoni na valia namba 9 ambayo inapepea barabara. Tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba eneo la michezo la mji wa Baraka Isa Cercle de Football de Baraka limeandaa kikao pamoja na vilabu siku ya kwanza ya tariki 23 Juni 2025 majira saa 9 kamili ndani ya chumba cha mikutano cha Islamike kwa Mama Octance majira saa 9 kamili. Nini malengo ya kikao hicho kuandaliwa na eneo la michezo la Baraka? Echa Jacques Boer ni mwenyekiti wa eneo hilo, aeleza hapa malengo ya kikao hicho. Kikao hicho ni kikao ambacho tunapangilia kuongea mambo mengi ambayo yatakwenda kuleta afya kwa mpira wa Fizi, kwa sababu ni muda wa sisi kukaa chini sasa kuongea mambo ambayo yatakwenda kusaidia soka ya tarafa letu la Fizi, hususan hapa kwetu Baraka, kumaliza mizozo mbalimbali ambayo yuko katika soka letu la hapa, ili timu zikae pamoja na pia kuzungumza ni jinsi gani tunaweza tukafanya tournament moja ambayo itafanya timu zote ziwe pamoja, zishirikiane kwa maana salama ili soka iendelee. Unajua bwana mtangazaji, ni kwamba tuna vipaji vingi ambavyo tuko navyo. Hivyo vipaji ni tuna vijana ambao wanategemea miguu yao. Sasa hivi wafanyi kazi ni kama vile unamzuia mtu asifanye kazi yake kutokana na maslahi yako wewe mwenyewe. Hivyo basi tumeamua kusema kwamba timu zije tukae pamoja, tuone nini tutakwenda kupanga ili mpira usisimke Baraka. Huo ndio mpango wangu. Na vile vile katika mji tu wa Baraka ni kwamba tournamenti ya makata iliweza kutimua vumbi jioni ya siku ya pili ya wiki tunayo, ambako mechi ambayo ingepigwa majira saa 7 kamili haikuweza kupigwa tena, na vile vile majira saa 9 kamili za jioni kata la Mwemezi waliweza kuwatambia bao 1-0 kata la Aibazi ya kwanza. Upande wa vijana wasiozidisha umri wa miaka 17 katika hatua ya 16 ya michuano hiyo ya playoff itaweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 3 ya wiki tunayo, ambako majira saa 7 kamili FC Mazee ya Baraka watakipiga vikali zidi ya VS La Victoire, na majira saa 9 AS Kalinga watakuwa vikali zidi ya FC Tujene kutoka pale katika kata la Mwandiga. Na upande wa michuano ya Coupe du Congo ambayo endelea kutimua vumbi kule katika jiji la Butembo jimboni Kivu Kaskazini, ni kwamba vijana wa FC Etoile du Kivu kutoka Bukavu jimboni Kivu Kusini waliweza kutoka sare fungana bao 1-1 na vijana wa FC Mwangaza kutoka Beni jimboni Kivu Kaskazini. Lakini katika mikwaju ya manati vijana wa Etoile du Kivu kutoka Bukavu waliweza kuibuka na ushindi wa mabao 5-3 kupitia mikwaju hiyo ya manati. Mechi hiyo ilipigwa katika uwanja wa Andre Van Nevel katika mji wa Butembo. Michuano hiyo itakuwa ya kuendelea siku ya Jumamosi. Ungana nasi katika uchambuzi wetu za habari zinazofuata ili uweze kufahamu mengi kulingana na michuano hiyo ya Coupe du Congo katika jimbo la Kivu Kaskazini ambayo inaendelea kutimua vumbi. Na kwingineko ni kwamba michuano ya kombe la dunia upande wa vilabu yanaendelea kutimua vumbi katika nchi za Marekani, ambako kwa sasa vijana wa Borussia Dortmund wanapambana vikali zidi ya FC Fluminense, na vile vile River Plate watakuwa vikali zidi ya Urawa Red majira saa 3 kamili za usiku. Lakini vile vile majira saa 6 usiku vijana wa Island FC watapambana vikali zidi ya Mamelodi Sundowns kutoka Afrika ya Kusini, na majira ya saa 9 za usiku timu ya Monterrey watawakaribisha vijana wa Inter Milani kutoka pale katika nchi ya Italia. Matokeo ni katika uchambuzi wetu wa habari za asubuhi. Safari Alimasi Dilu, na kushukuru kwa kuweza kunipatia nafasi ya habari za michezo. Na kushukuru vile vile mwenzangu Omar Makelelo Zil kwa habari za michezo. Msikilizaji, endapo ndio unakuja kujiunga nasi, ni ukumbushe kwamba ambayo inaendelea kuitegea sikio ni za Kiswahili ya Radio Kivu kwa masafa 93.0 FM. Vile vile uchambuzi wa habari utaupata kwenye mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu kwa Ruchuru ni kwamba walimu wa shule za primari na sekondari za serikali katika jimbo ndogo la kielimu la Ruchuru ya pili wamesema kuwa waturudi mashuleni wakati wa kufungua shule mwezi wa 9 endapo hawatolipwa mishahara yao ya miezi 6 na serikali ya DRC.
Akizungumza na redio yako Bwana Samuel Mwindiki, mwandishi wa muungano wa walimu wa Kongo tawi la Ruchuru, amesema kuwa walimu wanapitia hali ngumu ya maisha hasa wakati huu ambao nchi iko katika hali ya misukosuko. Samuel Mwindiki anaeleza afuatayo. Hii muda ya mafungo ikiisha, kama hawatulipe hatutafika shuleni. Hasa hao walimu ambao wananifata kwa sasa wabaki nyumbani kama hawakupewa mishahara yao. Tunawalilia ya kwamba wafuatilie pesa zetu mahali walipozituma, wawasurutishe wale ambao wanakuwa na hizo pesa watulipe. Na tumepoteza kinaganaga kofiasa na wale watu hawatumainie tena. Tumaini imefika kwa sifuri. Tunaomba watutafutie nyingine bank ambayo itaendelea kutulipa. Kwa wale watu watulipe miezi 5. Kwani wale wengine wakitaka kutulipa kama hawa hawajamaliza, hatutaenda tu shuleni. Kwani hizo pesa ziko katika mikono yao. Wamalize kutulipa na sasa wawabadilishe, watupatie yengine benki ambayo itatulipa, kwani kuenda wao watakuwa wazuri kuliko wale ambao walikuwa wakitulipa. Tukiwa tu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, shirika la raia jimboni Kivu ya Kaskazini limeomba kwa serikali kukaa chini na kutafuta suluhu kuhusu mzozo unaendelea ambao unazidi kuathiri maisha ya raia wa eneo hilo ambao wanapitia wakati mgumu hasa kwa kukosa usalama. Bwana Jean Pascal Mugara, mratibu wa shirika la raia katika eneo hilo, amesema kuwa mzozo huo una madhara mengi kwa raia na hivyo ni vema government kutafuta suluhu mwafaka juu ya swala hilo. Tuweza kusema tunaomba wakuu wa nchi waweze kuona malalamiko ya raia ili waweze kuitika, waikale pamoja, watatue maneno ya maendeleo, na pia waangalie namna gani kupitia hiyo mazungumzo itaweza kutuma kazi zinarudia tena ala normal. C'est-à-dire banki zitafungula, aeroport itafungula milango pour que solution patikane kwetu ku niveau interne. C'est-à-dire bakuu wetu wa nchi, ikuwe wa gouvernement central, ikuwe wakubwa wetu wa M23 wenye tunaishi nao. Kabisa ni malalamiko yenye tunaweza kuexprime ujina ya raia yenye inapatikana katika magumu mbalimbali, ili tuweze kuangalia kama kupitia hiyo dialogue tutaweza kupata amani, vita hii maliziki ngambo zote, na tukale pamoja na tuishi pamoja. Tukiachana na mkoa wa Kivu ya Kaskazini, tupindukiwe katika mkoa wa Maniema Kindu. Ni kwamba viongozi wa masomo katika mji wa Kindu jimboni Maniema wanaomba kwa wanafunzi katika eneo hilo kuheshimu kalenda mwaka wa shule. Hivyo ni kutokana na baadhi ya wanafunzi kubaki manyumbani licha mwaka wa masomo kufika ukingoni. Ndani wa taarifa hii na mwenzetu Godfrey Musunga Shabani kutoka Kindu. Ni vema kuweza kuheshimu kalendari yote mbili ya mwaka wa masomo 2024-2025, kwani hapa ndani ya tauni ya Kindu siku hii inaonekana ya kwamba wanafunzi wa moja awende tena darasani, wanakuwa wakizuba nyumbani. Na kwa hiyo viongozi wa Sud Division ya mtaa wa Kasuku, Junga Mashaka, aliweza kukokomelea ya kwamba mwaka wa masomo itaweza kufungwa ni tariki 5 mwezi wa 8 mwaka 2025 popote ndani ya jimbo la Maniema. Na kwa hiyo yule yote atakaye enda kinyume kwa kuweza kutokuheshimu kalendari hiyo ataadhibiwa. Ni wajibu tu kufata mpango ya taifa. Junga Mashaka anazungumza. Hii mwaka tulitumika na kalendari mbili. Huko kalendari ya kwanza ambayo tulianza nayo mwanzo ya mwaka, na kalendari ya pili toka kuhusu mgomo ya walimu ambaye ilikuwa observe kumwanzo ya mwaka. Na kuile kalendari mbili ndiye maekole iko inachungua. Ni kusema hapa maekole yenyewe haikukuwa na greve, wao waishafanya mashindano ya masomo. Na ijapokuwa wanafanya mashindano ya masomo, wanasubiri mashindano ya kiserikali. Mashindano ya kiserikali ambayo iko wanafunzi wa 6e primaire, wanafunzi wa 8e na wa 4e d'humanité. Na hawa wengine ambayo wanachungua kalendari ambaye inahusu kwa ajili ya mgomo yenye tulianza, ile wale huko wanaendelea na nizani wanaanza nao kufanya mashindano selon madegre mbalimbali. Faida ya kalendari hii reaménager ni kwa ajili tu ya kurekipere ba retard. Donc haiweze kuleta polemiki.
ni ajili ya kurekipere kumaliza programu kwa faida ya watoto. Kufunga masomo ni le 5 août, ndio sisi wote maaktivite kumaekole inamalizika. Tokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu. Na katika mkoa wa Tanganyika huko Moba ni kwamba shirika la raia la Moba jimboni Tanganyika limekanusha taarifa zilizotolewa na spika wa bunge la kitaifa Vital Kamerhe za kusema kuwa watu 318 ndio waliouawa tarafani hapo usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili ya tarehe 15 Juni 2025. Moba Isdor Kashulwe. Tabu Pesa leo msemaji wa shirika la umma la Moba Sosimo kwa ufupi, kisha mchana kati masiku ya Jumatatu Juni 16 ameandaa mazungumzo pamoja na wapasha habari juu ya kufafanua na kuweka wazi taarifa iliyotaarifiwa na mkuu wa baraza la bunge la taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe kwa usiku wa Jumamosi Juni 14 na Jumapili Juni 15 mwaka 2025 kumekuwa na uvamizi na watu 318 wameuawa ndani mwa tarafa ya Moba. Katika mazungumzo hayo msemaji wa shirika la umma la Moba amesema sio taarifa ya ukweli. Amesema hapakuwa na uvamizi na wala watu 318 hawakuuawa tariki hiyo. Udunata amesema inawezekana idadi ya 318 watu wameuawa na wanamgambo imejumlishwa kuanzia mwaka wa 2007 baada ya makabiliano kati mwa elementi wa kujihami na Mbute hadi mwaka wa 2024 hadi mwishoni mwa mwaka wa 2024 katika maeneo ya nchi ya Kansabala ambamo vitendo vya mauaji na upungufu wa usalama vinaendelea kuorodheshwa hadi hii leo. Ndio watangazaji, taarifa kama na hiyo wenyewe wote tunaifuata kupitia redio mbalimbali ya kitaifa, ya jimbo na hata ya nyumbani kwetu tunaifuata vile vile kwenye runinga, television. Tunafuata tena hiyo habari kwenye internet. Ndio kwenye tunafuata hiyo habari ya kusemea kama kuna watu ambao walikuja banakuja kuatake mijini ku territoire ya Moba mutarehe ya 14 na 15. Hapana, ile ni habari ambayo hatuijui. Mimi kama coordinator wa shirika la raia, habari hiyo hatuijui kwa sababu mutarehe hiyo tulikuwa tuko katika kimya, na mwezi wa sita ndio kuna matatizo ya hapa ya pale na pale, lakini sio ya kufikia kuongelea kama kuna watu 318 ambao wameuawa na wameingiliwa vijijini mbalimbali. Hiyo habari haina hapo. Kifupi pengine tunaweza kuongea kusema kama kwetu hapa tarafani Moba kuna mzozo uliopita ulikuwa kati ya Batwa na Babantu na ulianzia 2017. Kuna wamoja wa viongozi wa autodefense walibitiaga vitu vyao na Batwa, maneno ikaisha, na wamoja wao wameendelea hadi tunafikia leo hapa tuko tunaongea. Matatizo ipo na mauaji hapa na pale inafanyika. Inawezekana ile namba iliyoongelewa ya 318 ni namba ambayo imeanziwa kubebea kuanzia ile mwaka wa 2017 pia kufikia paka mwisho wa mwaka wa 2024, na hiyo ni habari yenye kueleweka na ni duru mbalimbali isiyo ya kiserikali. Inawezekana kuwa watu mmoja wao wa mashirika na watu tofauti wanaosema maneno kama na hiyo ndio ni kujulikana, kwa sababu kiuwazi watu wanauawa Moba, tarafani Moba watu wanauawa, mabariere hiyo inatiliwa, batu bego banasombwa mashamba munjia isiyojulikana, bakupigwa mafimbo, benyewe bego banafungwa makamba hadi kubakia anakuwa kilema na mwaka kesho hawezi kukamata jembe kwa sababu ya kuwa alime. Vitu kama na hivyo tunaviishi, lakini kusema ya kwamba vifo vimetokea vya watu yapata 318 mtarehe ya 14 na 15, hapana, hiyo sio kweli. Inawezekana ilikuwa njia mojawapo na isio stahili. Hadi sasa hajafahamika muungano wa bunge wa taifa wa chagula tarafa wa Moba wametoa wapi taarifa hiyo na kuifikisha bungeni. Ifahamishwa kwamba kiongozi wa wanamgambo wa kujihami Mutonu pamoja na wanamgambo wake wanaojiita kwa kujihami wanaendelea kuzorotesha usalama katika vijiji vingi vya nchi ya Kansabala ambamo wanaweka oda chini ya udhembe na udhaifu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan ndani mwa udongo wa Mwindi. Nikiripoti kutoka Moba, Zidor Kashulwe, Kivu. Na kwenye habari za kirefa ni kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja ni zaidi ya watu 1000 ndio wameuawa na wanamgambo wa Defnalu tarafani Lubero. Mwenzetu Isaac Muluchashi amepekua magazeti ya huko Kinshasa na hapa ni ripoti yake.
Zaidi ya watu 1,050 wameuawa na wapiganaji wa ADF katika sekta ya Bapere tarafani Lubero katika mwaka mmoja uliopita, kulingana na shirika la kirahia na mamlaka za mitaa zinazotoa takwimu hizi wakati wa kumbukumbu ya mwaka mmoja wa ukatili katika eneo hilo. Kwa kweli mauaji ya kwanza yalitokea tarehe 12 Juni 2024 Maikungu, kijiji kilichoko katika sekta ya Bapere. Tumekamilisha mwaka mmoja tangu mauaji yaanze katika sekta ya Bapere. Mauaji ya kwanza yalitokea tarehe 12 Juni 2024 katika kijiji cha Maikengu. Tarehe 12 Juni 2025 kuna zaidi ya nafsi 1,050 ambazo zimeathirika tangu kuanza kwa mauaji hayo. Groupment 6 za Bapere sasa zinakabiliwa na ukatili uliofanywa na ADF na washirika wao. Idadi ya wakimbizi ni kati ya 36,000 hadi 52,000 waliohamishwa kwa ajili ya vita na wanaoishi bila msaada, alisema Makere Sivikunulwa, kiongozi wa sekta ya Bapere katika tarafa la Lubero. Kiongozi wa shirika la kirahia la Njia Panda Mangurejipa, Fisto Kabunga, anasema kwamba uvamizi wa kwanza wa ADF ulisababisha vifo 43 katika Mayekungu kwenye groupment la Bapakombe. Tangu shambulio hilo la kikatili, hali ya usalama mdogo imeenea katika zaidi ya vijiji 20, ikisababisha vifo vingi, kupotea na uharibifu mkubwa. Matokeo ya ukosefu wa usalama ni mabaya sana. Shule nyingi na vituo vya afya vimefungwa kulingana na kauli za kiongozi huyo. Maeneo ya afya imeathiriwa kwa viwango tofauti. Kuna vituo vya afya na shule ambazo zimefungwa kwa muda. Katika sehemu ya kusini tuna Katanga, Mayeba, Masai na Somea. Vituo vya afya vya maeneo haya havijafungua milango yao bado. Manderia ilifunga milango yake kwa sababu kulikuwa na uvumi kuhusu uwepo wa ADF. Hali hii inaweka wananchi katika hatari kubwa ya vifo vya kijamii na matatizo mengine ya kiafya, alisisitiza kiongozi wa sekta ya Bapere. Shirika la kirahia linawahimiza viongozi wa Kongo kuchukua hatua za dharura na kwa ufanisi ili kurejesha usalama na kumaliza mauaji. Tukamilishe uchambuzi wa habari na uko katika nchi ya Burundi, ambako rais wa Burundi awakosoa wale wanaochapisha matangazo yanayoashiria kile anachosema ni dosari katika uchaguzi uliopita wa bunge na madiwani uliofanyika Juni ya tarehe 5, 2025. Undani wa taarifa hii naye mwenzangu Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi. Rais wa Burundi amewakosoa wale wanaochapisha matangazo yanayoashiria kile anachosema ni dosari katika uchaguzi uliopita wa wabunge na madiwani Juni, akisema walipaswa kuyawasilisha wakati wa uchaguzi kunafanyika ili kuyatatua. Katika mkutano wa waandishi wa habari katika mji mkuu wa kisiasa Gitega, Rais Evariste Ndayishimiye amewaondoa wasiwasi kuwa hakuna mpango kurejesha utawala wa chama kimoja, bali watu wajikite katika maendeleo ya nchi. Abantu bazi uko demokrasi nuko hatogwa imigambwe 21. Mperewe mpishije ico nari nakivuze igihe twugurura ibikorwa bijanye n'amatora. Watu wengi wanajua kuwa demokrasia ni kuchagua zaidi ya chama kimoja kwa wakati mmoja. Nadhani niliwahi kuambia kuwa tuwe na alama ambayo inatuonyesha kuwa tupo katika njia moja ya kuendeleza nchi ya Burundi. Kwa sasa Warundi wako katika njia moja ya maendeleo, na kitu kizuri vyama vya kisiasa ni wanasiasa wanaokaa pamoja na kujadiliana ni kipi ambacho kinapaswa kufanyika. Na ikiwa ni chama kinachokubali demokrasia, ni lazima kiweze kusikiliza na kuchukua mawazo kutoka katika vyama vingine, na si vyama tu vya kisiasa, hata watu wengine, maana kuna zaidi ya mamilioni ya watu wenye mawazo chanya na wao wanapaswa kusikilizwa. Demokrasia, kitu cha kwanza ni mwananchi kuwa na uhuru wa kueleza kile kilicho kizuri na hata kukosoa. Kwa hiyo asiwepo mtu wa kusema kuwa tunarejea katika utawala wa chama kimoja. Japokuwa kila siku mikakati ya chama ndiyo inayoongoza nchi, lakini ukisikiliza mawazo ya kila mtu. Demokrasia ya kweli ni uhuru, kuwa na uhuru wa kuzungumza bila kubugudhiwa na mtu yeyote, na haki za binadamu zikiwa zinaheshimiwa. Na kuhusu tangazo la Kanisa Katoliki, niliwaambia kuwa waangalizi wote watuambie sema ambayo kulitokea dosari. Itatusaidia kujua ni wapi ambapo tutaweza kurekebisha. Abakubahirijwe ndasavye izo nderetse zose aho zagiye mu ndungikire tablo twebwe bituma tumenya ko utunenge twabaye ntituze dusubire kuko duca tutugwanya. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako halikuwa ni mimi Safari Almas Lemitimar. Upande wa pili nilisaidiwa naye Maxime Belechi.
na shukuru John Kuzima la waandishi wa habari wa Radio Kivu waliokamilisha uchambuzi wa habari, na kushukuru vile vile wewe msikilizaji uliyetegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.